peke zenu mutaichambua zaidi. Taarifa ya pili ndugu zangu ambayo leo ningependa kuiweka wazi hapa, kwa sababu tumkuwe mnapata hamasa ya kuweza kuitoa hawa majamaa kwa njia ya amani, ya maandamano ya amani siokuwa na kikomo kwa nchi nzima, ni kwamba niko na nyaraka inotoka Ikulu ilioonyesha budget ya Ikulu ya mwaka mmoja, mwaka ambayo ni 2024-2025, jambo ambalo litawaumiza sana. Ikulu ya Tanzania mwaka 2024-2025 kwa mwaka mmoja, kwa maana yake kwa miezi 12, kwa maana yake kwa siku 366, bajeti yake ni bilioni 33 milioni. Hata sijui namba hii inasomeka vipi, lakini kwa ufupi ndugu zangu, budget ya Ikulu ya Tanzania imepita budget yote, na hii hela sijui vipi matumizi zake zinafanyika, kwa sababu tu niko na nyaraka ya procurement officer, afisa manunuzi wa Ikulu. Ningependa kusoma kama hivi inavyofuata. Bilioni 33 milioni 544 hii 557,000. Ati hii ni pesa yote ambayo inatumika kwa mwaka mmoja tu Tanzania. Bilioni 33 milioni 500 inatumika kwa budget ya mwaka mmoja. Maana zake kwamba ikiwa Samia Suluhu Hassan ataendelea kukaa kwa Ikulu kwa miaka 10, ninaomba wewe peke zako kwa raha zako fanya bilioni 33 na milioni 500 mara 10, utapata bei gani? Katika bajeti hii ndugu zangu, kuna hela ambayo zaidi ya milioni 415 inatumika kwa maji ya kunywa tu. Kununua maji ya kunywa ambayo yanaitwa kabila lake inaitwa maji, kabila yake inaitwa Fiji. Wanagiza kutoka Amerika, kwa sababu hakuna na company, nimefanya research, hakuna na company yoyote ile kwa Tanzania ambayo inauza maji ya Fiji. Na nadhani watu nyingi Tanzania nikisema maji ya Fiji, brand ya Fiji, unaweza msijue ninazungumzia maji gani. Haya ni maji ambayo watu za Ikulu wanapigizia zao mswaki kwa pesa hiyo ambayo nakwambia. Kama hiyo haitoshi, naendelea kuchambua hii bilioni 33 milioni 500 inatumika vipi kwa mwaka mmoja Ikulu. Najua utalia, lengo yangu siku kuumiza moyo, mbaya zaidi sasa sikiliza hii inatumika vipi. Wanamtoa jamani, sisi tunataka tuone. Mbona sisi mnatuambia sisi ni tunafuata mkumbo, hatuwashushi mwingine kaja na sera kwamba sisi tunafanya, sisi tumekuja na masira. Sisi hatuwashushi. Mwigulu Nchemba hatuja kushusha kwenye mambo. Tuachieni na si basi mtu wetu atutoe hata joto la moyoni. Mkimshusha maana yake kwamba na nyie kweli mmeshiriki, lakini mkimwacha simwacha bobwaje tu. Host nani moderator vipi? Yupo hapo au wamemtoa kabisa? Nimemuevent tayari. Nikute najipigia vinanda. Yaani utazani wako Kaka Sama, rudi hapo, ila maji bei gani tu? Bilioni si 30 na ngapi? Milioni 400 ila maji. Milioni 400. Walete kati. Walete kati. Sasa ndugu yangu, katika hii nyaraka ya Ikulu ya procurement officer, ofisa manunuzi na budget kuu ya Ikulu, inaonyesha kwamba kuna hela inakaribia bilioni 1 ya Tanzania ambayo ni milioni 900 na kitu. Matumizi yake imeandikwa kwamba imeenda kwa matumizi mengine. Ni hivyo tu. Sasa sijui wewe peke zako, labda mimi sio mtu ambaye najua Kiswahili fasaha, uniambie wewe tukisema matumizi mengine ni nini? Ni mchele ama ni nyama ama ni kitu gani? Matumizi nyingine ni hela ambayo kwa ufupi ni hela ambayo imepotea kwa haijulikani wapi imepotea. Naomba kusoma hii taarifa ya Ikulu
kupitia pesa kwa pesa, tarehe kwa tarehe, na nani katia saini na kwa hesabu moja baada ya moja, kwa sababu sitaki kabisa aje mtu aseme hili jambo haliko sahihi. Naomba kusoma tena kama inavyofuata. Kutoka namba moja. Tutaenda hivyo hivyo tu. Tutaenda hivyo hivyo. Tutafanyaje? Tutaenda hivyo hivyo. Mmetuita sisi sio wa Tanzania, mmetuita sisi kwamba mafata mkumbo, mmetuita sisi kwamba tunapewa mahela NGO. Mungu naye tumesali katuletea kijana msomi, kijana mtaalamu. Mungu tumuombee. Mlete tena kati. Mlete kati moderator. Hivyo hivyo tu. Tunashusha tunapandisha. Tunafanyaje? Unasikia Sama? Sama? Naam. Unasikia nani kwa hayo maji ya Fiji, hiyo maji ya Fiji wanasema ka boksi moja la maji yakiwa 24 ni dola 35 na senti 99, tuseme ni dola 36 tu. Hiyo ni dola. Moderator mpandishe mtu huko. Nimemuevent hapa tayari. Yaani mpaka natetemeka mikono. Angeisoma hiyo listi si ndio wangeipata fresh. Umembonyeza tena huko? Naona Msigu atakuwa anabana korodani. Wasubiri isomwe alafu kesho waje wakanushe. Yaani tunataka Msigu asiishiwe, yani press ziwe za kila siku, press. Huyo kijana ni kiboko. Unajua kijana ni kiboko hata wa Kenya cha mtoto. Jamani mna rekodi, wanao rekodi jamani, rekodini tuisambaze hizi. Rekodini. Watakuwa na rekodi. Huyu kijana ni kiboko jamani. Kama Mungu kutoka tuletea. Wewe mtu kaingia BOT kaleta vitu. Kaingia Ikulu. Kwa hiyo nani Sama, kwa maana nyingine hao wanachukua maji kutoka Marekani. That means sisi vyanzo vyetu vya maji ambao tunasema tunapambana kwa maji safi, maji nini kwa ajili na vyanzo vyote vya maji ambao tuko navyo, lakini bado wanatumia hela zetu za walipa kodi kwenda kununua maji. Na kati tuna maji mengi nani Tanzania. Maji ya Balesa yamewashinda vipi maji ya Balesa? Huu ni upumbavu gani ambao wanafanya nani? Ina maana kwanza tujiulize. Yeye Samuya maji yaliyomkuza si maji ya hapa Bongo, yaliyomkuza kwenye malezi yake ya utoto. Samia amekuzwa na maji ya mto Kizimkazi. Sasa kweli. Hebu andike kakabili andike hapa kama anaruhusiwa, maana na muevent haitaki. Saizi haitaki. Watakuwa wame nini? Wamembani labda. Hebu andika comment huko Abil. Leo kulikuwa kuna utamu mzee. Yaani leo bunge lilikuwa tamu kweli kweli Mr. Speaker. Siku hizi Nuruvazi ndio Mr. Speaker unaitwa. Yaani ni hatari sana. Oya. Bunge unajua huku Instagram niko na watu wangapi? Yaani soon tutaenda kusogelea namba yenu ya nani ya bunge kubwa hapa kwenu Sama. Hapa tuko 1500. Ambao serikali yenyewe wameshindwa ambao serikali yenyewe wameshindwa kupitisha Kinanda Sama. Kinanda pia kama Mr. Speaker unatisha huko. 1500. 1500 Instagram 1500 afu hapa TikTok 500. Tunaelekea 600. Nasikia mpaka Facebook kuna mtu anajiita bunge sira nini. Basi nchi imeitikia kwa kweli kama ni. Watu wameitika, watu wanapenda haki mzee. Watu wanataka haki. Bado Clubhouse kuna watu wa kutosha. Akasema. Naam Mwaipaya. Kama kuna mtu kama atakuwa ameondolewa kabisa kama hana akaunti nyingine ni vema kama unaweza kama una simu mbili ukampigia simu akazungumza tukamsikia, au kama kuna mtu ana simu mbili au kama una namba yake umpigie simu. Nilitaka kujaribu hivyo lakini huwa hapendi. Mimi na simu mbili. Nilishawahi kumwambia hivyo hapa siku moja lakini akasema afurahi kitu kama hicho. Okay.
labda andike comment kama wamemban ili tujue. Maana vitu kama hivyo anatakiwa tueleze.